Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Baada ya klabu ya Yanga Sports kushindwa kwenye kasi, unaweza kusema kwamba Yanga imeliwa mamilioni ya pesa. Sasa wadau wamekuwa wanajiuliza kwenye mitandao ya kijamii kwamba kiasi gani ambacho maybe kimetumika kwa klabu ya Yanga kuweza kuendesha kesi, lakini namna ambavyo walitumia pesa, kwa sababu namna ambavyo tunafahamu kwenye kesi kama hizi lazima timu iweze kutumia kiasi kikubwa cha fedha kuweza kungamua maybe tukio kama hili au sheria, namna ambavyo sheria imekuwa inaendeshwa. Sasa ni kwamba kesi ya wagharimu Yanga Sports Club yaliwa mamilioni kasi. Yanga Sports Club wamejikuta wakitumbukia hasara ya zaidi ya shilingi milioni 130 baada ya kushindwa kesi yao katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo, yani kasi. Klabu hiyo ya Jangwani iliamua kupeleka rufaa dhidi ya uamuzi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, yani TFF, wakidai kutotendewa haki, hususan kuhusu upangaji wa mechi yao dhidi ya Simba Sports Club, mechi 184. Yao Yanga Sports Club walitenga kiasi hicho kikubwa cha fedha kwa ajili ya gharama za kisheria na ada za kasi, wakiamini kuwa watashinda kesi hiyo. Hata hivyo, uamuzi wa mahakama hiyo ulibatilisha matumaini yao baada ya kutamka kuwa haina mamlaka kuingilia upangaji wa ratiba za mechi, na hivyo kuitupilia mbali hoja kuu ya Yanga Sports Club. Yes, mtazamaji wa Uondo TV, hiyo ni taarifa namna ambavyo Yanga unaweza kusema kwamba imetumia kiasi kikubwa cha fedha kuweza maybe kutengeneza usawa kwenye kasi ambao kesi yao ilikuwa kasi, lakini namna ambavyo tunafahamu kwamba kasi ni moja kati ya tunasema kwamba taasisi ambayo inahusika na masuala ya kimichezo kuweza kutoa maybe balance kama kuna timu ambayo imezulumiwa au kama kuna timu ambayo inabidi ipate ushindi kulingana na tukio ambalo limekuwa linatendeka. Ni kitu ambacho kasi wamekuwa wanatengeneza balance kwenye matukio kama hayo, lakini Yanga wanaona kwamba hata kiasi kikubwa cha fedha ambao walitumia kasi imeweza kusema kwamba inabidi sasa warudi kwenye bodi ya ligi na TFF waweze kumaliza masuala kama hayo, kwa sababu ni kesi ambayo imekuwa inaendeshwa kimfumo kwa kiasi hicho. Lakini huwezi ukasema kwamba bodi ya ligi pamoja na TFF pamoja na Simba Sports Club na wanasheria watano ambao walikuwa wanakilisha kwenye hiyo kesi hapo kasi, lakini bado Young Africans wanao nafasi ya kuweza kujua wapi ambapo wamekosea, kwa sababu mwanasheria mkuu ambaye anaongoza kasi pale kesi yao bado wana imani ya kuweza kujua kitu gani ambacho wanaweza wakakifanya. Lakini nafikiri ni kama kesi ambazo Young Africans imekuwa inashindwa kwa kiasi kubwa. Unakumbuka maybe kesi ya Bernard Morrison ambaye alishinda Yanga, wakina Rameni Mola ambao walipita Yanga pale walionekana kuwa wina kwa kiasi kubwa. Kasi pia unaweza kusema kwamba Young Africans wameshindwa, lakini bado wanayo nafasi ya kuweza kujiuliza kwamba kitu gani ambacho wanaweza wakifanya. Ukijaribu kuangalia bodi ya ligi, TFF pamoja na Simba Sports Club, kuna possibility kubwa kwamba mchezo wa dabi unaweza ukachezeka, kwa sababu ni moja kati ya kitu ambacho kimekuepo. Kwa hiyo bado naiona nafasi ya Young Africans kuweza kushinda kesi. Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah.